Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niliwahi kumsaidia mmoja katika watu walioteseka na uchawi kwa muda mrefu. Huyu bwana alipata uchawi wa muda mrefu sana katika mwili wake. Ule uchawi umemtesa kwa muda mrefu sana. Amepambana sana kuuondosha ule uchawi katika mwili wake. Amejitahidi sana. Lakini namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki zake. Nilichanganya aina 10 za dawa ambazo ninakwenda kukufundisha na wewe siku ya leo, huenda zikakufaa kama zilivyomfaa huyu mgonjwa ambaye mimi nilimtengenezea dawa hii. Siyasemi haya illa addalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kuidulisha kheri hulipwa matendo sawa sawa na yule aliyeitenda kheri ile. Na mimi nakufundisha hizi dawa, huenda nikawa na fungu langu na mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kitu cha kheri nimekufahamisha. Sasa nilichukua aina 10 za dawa tofauti tofauti. Nilichukua dawa ambayo idadi yake ilikuwa ni dawa 10. Hizi dawa ni dawa nyepesi kabisa, zinapatikana ndugu yangu, wala usije ukaogopa ukajua labda ni dawa ambazo hazipatikani kirahisi. Ni dawa zinazopatikana kirahisi, na alhamdulillah zilileta mageuzi makubwa kabisa kwa huyu mgonjwa. Nataka na wewe ukazitumie insha Allahul Karim, huenda zikakufaa juu ya huo uchawi ambao umeteseka nao kwa muda mrefu, umekutesa kwa muda mrefu. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala zitakwenda kukusaidia, wala usiwe na shaka hata kidogo, kwa sababu ukikata tamaa ukasema kwamba mimi sihiri yangu hii haiwezekani tena, kizani kama nitapona, utakuwa unakufuru bure ndugu yangu. Na ukikufuru kwa Mwenyezi Mungu utakuwa una kazi kubwa kwenda kujibu, kwa sababu wanaokata tamaa ni wamekufuru, na waliokufuru kwa Mwenyezi Mungu wana mtihani mzito sana. Sasa nisikilize kwa makini. Nilichukua hizi dawa 10. Dawa ya kwanza kabisa nilichukua dawa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni dawa inayotibu maradhi yote isipokuwa uzee na kifo, nao ni habat sauda. Nilichukua habat sauda ya unga, alafu nikachukua dawa inaitwa qistul bahri, nayo nilichukua ya unga, lakini nikachukua dawa inayoitwa uwatu au hulba ama uwatu. Hizi dawa zote zina siri kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza hizi dawa zote. Alafu kuna dawa inaitwa harmal, nikaichukua. Kuna dawa inaitwa hardal, nikachukua na dawa inaitwa hardal. Nikachukua udinadi, kuna dawa inaitwa udinadi, hakikisha zinakuwa za unga. Alafu kuna dawa inaitwa shomari. Alafu kuna dawa nikachukua ya kitunguu saumu cha unga, lakini kipo kitunguu cha saumu cha unga. Nikachukua na tangawizi ya unga, na dawa ya mwisho kabisa nikachukua haltiti, yenyewe inakuwa ni unga tayari moja kwa moja. Sasa hizi dawa 10 nilipozichukua, nikachukua na lita 2.5 za asali. Nilichukua dawa hizi 10 nikachukua na lita 2.5 za asali. Sasa hizi dawa nilizipima kwa vijiko vitatu kwa kila dawa, yani kuanzia habat sauda mpaka hii dawa mwisho nilichukua vijiko vitatu. Nilichukua vijiko vitatu vya hii dawa, nikachanganya zote zikawa katika ujazo ama mzani wa sawasawa. Nikazivuruga zile dawa zikachanganyika vizuri. Nikachukua zile dawa zote nikazimimina katika ile asali. Alafu kisha nikavuruga ile asali yangu, nikavuruga na ile dawa, vikavurugika vyema sana. Sasa baada ya kuvurugika vyema, hapo ndipo sasa nikaanza kuifanyia ile dua kisomo hichi ninachokwenda kukufundisha. Wala usiogope kuona kuna habari tena kisomo, huenda ni kisomo sikiwezi. Hapana, ni kisomo chepesi sana, hata wewe unakiweza, lakini kilileta mageuzi makubwa sana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua nilisoma nini? Wala sikusoma sura kubwa sana, nilichukua tu suratul falaq, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Sasa nilichokifanya mimi baada ya kuchukua ile dawa nikaisomea hii sura nilisoma nakumbuka mara 111. Nilisoma qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq mara 111. Nikamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100 kamili. Nimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100 kamili. Lakini wakati nasoma nilikuwa napulizia ile dawa, yani nasoma afu nafanya katika ile dawa, nasoma huko napulizia ile dawa kwa kusudi athari ya kile kisomo kiingie katika ile dawa. Basi baada hapo nikampatia yule mgonjwa akaanza kutumia ile dawa, kwa kuwa alikuwa anakula vijiko 2 asubuhi, vijiko 2 jioni, vijiko 2 asubuhi. Hivi vijiko vya chakula, anachota kijiko kimoja cha kwanza anakula, chota kijiko cha pili anakula. Asubuhi anafanya hivyo na jioni anafanya hivyo. Na kwa pia ndugu yangu, hazikupita siku 3 ile sihiri ilibatilika kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu angalia faida iliyoje hii ndugu yangu. Kwa nini ukate tamaa? Haya mambo yanawezekana. Usikate tamaa katika matatizo unayopitia, hususan kama umeteseka na uchawi wa muda mrefu.
usikate tamaa. Lakini dawa hii kama wewe sasa utakuwa na matatizo, huwezi kutumia asali, ama una kisukari, pengine labda umekatazwa, umeshauriwa kwamba usitumie asali, asali na madhara kwako, unajua unafanyaje? Hiyo hiyo dawa unaichukua, hutotumia asali, utaitumia kwenye maji ya uvuguvugu. Unachukua sasa hiyo, utakuwa unachota kijiko kimoja, unatia katika maji ya uvuguvugu, unavuruga, unakunywa. Unafanya hivyo asubuhi, unafanya hivyo jioni, unafanya hivyo asubuhi, unafanya hivyo jioni. Mimi sina mashaka binafsi yangu, hii dawa nakwambia nimemtengenezea mtu na mtu akaitumia hii dawa na alipata matokeo makubwa sana. Sasa wewe ndugu yangu usirudi nyuma. Kama na wewe ni muhanga wa haya matatizo, yani unapitia shida hizi na mitihani hii, katafute hizi dawa. Ni dawa nyepesi, zinapatikana madukani. Hakuna muuza duka asiyezijua hizi dawa. Labda iwe dukani kwake zimemuishia tu, lakini ni dawa ambazo zinapatikana kiwepesi, dawa ambazo zinapatikana kirahisi, na mimi ninaamini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukizitenda kwa imani na ikhlasi na yaqini, zinakwenda kukutendea miujiza. Hapa nawakusudia wale ambao mkilala mnaota mnakula, mara unakula nyama, mara unakula ubwabwa, mara unakula pilau, mara unakula sijui kuku, mara sio unakula nini. Hizo ni katika ndoto zinazoashiria unalishwa uchawi katika usingizi wako. Na wakusudia wale ndugu zangu ambao mnahisi kuna vitu vinawatembea katika miili yenu. Mtu amekaa anahisi kuna kitu kinafanya movement katika mwili wake tumboni, mara kimekuja hapa, mara kimerudi huku. Kwa aina yoyote ya uchawi wa tumboni, katumie hizi dawa. Binafsi nimezitumia kwa mgonjwa na zimemsaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hata wewe usikate tamaa ndugu yangu, atafute hizi dawa. Baada ya kutafuta hizi dawa, zitengeneze, fata maelekezo yote, alafu nenda kazitumie, utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wewe utashindwa kuandaa, sababu si kila mtu anaweza kuandaa. Ikiwa wewe unashindwa kuandaa, bwana mimi siwezi kuandaa, basi insha Allahu taala, kwa kuwa lengo letu ni kusaidiana, wasiliana na mimi insha al-Maula jalla jalaluhu. Mimi ninayo ambayo tayari nimeshaitengeneza, ipo na ninaitumia sana kwa baadhi ya wagonjwa, na inawasaidia katika masala ya kuondosha na kubatilisha uchawi unaowatesa katika miili yao. Kama utakuwa huwezi kuandaa, unaweza kuandaa, basi ni vyema, andaa mwenyewe, somea. Ila huwezi kuandaa, kwa sababu kuna ndugu zetu wengine si Waislamu, hawezi kusoma habari kama hizi na anateseka na uchawi. Mtamwacha ndugu yenu aumie? La shaka fihi, mtamsaidia, kwa sababu hakuna makosa kumsaidia mtu hata kama si wa imani yako. Sasa ikiwa wewe huwezi kutengeneza haya, insha Allahul Karim unaweza ukawasiliana na mimi nikakupatia huu mchanganyiko wa dawa ambao tayari umeshachanganywa, ambao tayari umeshasomewa. Wewe ukifika unautumia tu moja kwa moja. Unaweza kunitafuta kwa nambari zangu hizi 0787552211 ama ukanitafuta kwa 0755577022 insha Allahu alkarim. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.